katika eneo la Ganzi, Msambweni, kaunti ya Kwale wamepokea hati miliki za ardhi ili kutatua mzozo wa umiliki wa ardhi hiyo na kampuni ya Msambweni Development. Shughuli ya kutoa stakabadhi za ardhi hiyo ya ekari 300 iliongozwa na mbunge wa Msambweni Faisal Bader baada ya wakazi hao kubomolewa nyumba zao siku chache zilizopita. Wakazi waliopimiwa ardhi zao miaka 7 iliyopita wakiipongeza serikali ya kitaifa kwa kuwapa stakabadhi hizo baada ya kuwa maskwota kwa miaka mingi. Hata hivyo, baadhi ya wakazi wa eneo hilo wamepinga vikali shughuli hiyo na kumlaumu pakubwa Bader kwa madai ya kuwatenga katika ugavi wa hati miliki hizo. Wale wote waliokuwa wakati ule wa mpimo walipimiwa mashamba. Baadhi yao ni hawa, watajisemea wao wenyewe. Tatizo ni kuwa mahali alipo hakuwa amepimiwa yeye, amepimiwa mtu mwingine. Hilo ndio tatizo. Kwa hiyo ile komiti na wazee wakaona busara ni kuwa kila kitu kivunjwe, watu waibaki kuwa ni ardhi tupu, ndio tuje tupeane hati miliki mwanzo, alafu tulete surveyors, kila mtu ajionyeshwe pale mahali ambapo ni pake amepimiwa. Mimi nimevunjiwa nyumba yangu ya rumu 4 na za watoto wangu 3. Kwa hivyo nimeathirika kwa mkubwa, lakini vile mheshimiwa ametuambia na akatuambia kweli na subira, nafikiri subira yake ama subira zetu zimetuletea manufaa. Kwa hivyo nimeshukuru pakubwa, najua nimepata hati miliki. Lakini leo naona zidi kwa mazuri kwa sababu najua na kitu changu nimekimiliki, hakuna mtu atanisumbua, ni changu mwenyewe binafsi. Wala sababu nyuma nilikuwa naishi na wasiwasi, sijui nitaondolewa, sijui nitabaki, lakini leo niko na nguvu. Mtu yote akija kinambia nipake na mimi nampelea hati yangu, niko na nguvu. Miaka 35 sukwata. Nilikuwa naona sitapata, kumbe nilikuwa nitakuja nipate hii kitu. Nashukuru mheshimiwa vile ambavyo ametekelezea hata nimepata. Tunabomolewa nyumba na hii minazi, kuna uwezekano kwamba wanakuja waikatekate. Sasa sisi tuondolewe, waweke wale watu wa gasi. Sisi ndio wenyewe na tuna haki ya kukaa hapa. Hii ni dhuluma ambayo serikali inatuonyesha. Je, sisi si wa Kenya? Kama si wa Kenya, serikali ituambie. Na yote haya yanaletwa kwa sababu ya viongozi. Kulingana wale wanaishi shamba moja la Kinyanjui na sisi tunaishi shamba hilo hilo la Kinyanjui lenye tumelipanda hii miti mnayoiona hapa. Minazi inazaa, miembe inazaa. Hata sasa hivi mmetuona tukikula embe, papai. Kwa sababu gani? Ni mali zetu tumepanda. Leo hii tumedevelop shamba, tunaambiwa tuondoke katika hili shamba tuweze kwenda mahali hatujui. Na sisi hapa ndo makazi yetu. Kulingamana na makosa ambayo yanafanywa na viongozi wa Kenya au Msambweni wadi ni kwamba hawajui wananchi wao wamefanya nini. Mtu anakaa kule tu. Juzi wameenda mkutanoni tarehe 25 alipokuja Rais Ruto, wanasema wale bwana kule wameingia juzi tu tulipotangaza kwamba tumetoa bilioni 1 na sijui na pesa ngapi za kununua mashamba, ndio wale maskwato wakaingia kule. Maskwato waliingia huko ambao wana miaka miwili wanaweza kuwa na rasilimali kama hii. Kwa nini kutoka tulipoanzia haya mambo ya kuvunjiwa hakuna kiongozi yote yule ambaye mwenye amejitokeza akaja kaangalia vile vitu tunafanyiwa? Tunateseka, tunakaa kwa mvua, kwa baridi na watoto tukiwa na watoto. Kwani hii serikali sisi haitupasi? Kwani kiwa ni Faisal nani mwenye alimtilia kura? Si ni sisi? Mimi kwani sikuwajibika kwenye hiyo kura? Si niliweka kura? Kwani nilikuwa naweka kura nije niteseke kama hii? Na wasichana 400 katika